نفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون. يقول الحق مولى سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu Waislamu, bado tuko katika ile mada tuweka taswira na frame maalum ya kupelekesha mada ile katika maandalizi ya huyu kijana au shabab katika rihla ambayo kwamba inakuwa neno ila inampelekea katika maandalizi ya kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ijumaa iliyopita tuliweka hoja takriban 3 ambazo kwamba hoja kama zile zilikuwa zinaashiria kwa maandalizi ya huyu shabab ambaye kwamba anatarajiwa kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tukawa na hoja ya kwanza ambayo kwamba ni idadul jismi, yani maandalizi ya kimwili. Hoja ya pili ilikuwa ni idad ya mwanadamu wakati akiwa ni idad ruhi bil ibada, maandalizi ya mwanadamu kiroho wakati anaingia katika ibada kuu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na hoja ya tatu ilikuwa ni idad ya mwanadamu inakuwa idad al-aqli, kujiandaa kwa mwanadamu au kwa shabab kiakili kabla hajaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo nitaanza hoja ya kwanza ambayo kwamba inasema al-i'dad al-jismi, yani maandalizi ya mwanadamu ya kimwili kabla hajaingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Limadha nabda'u bil-i'dad al-jismi? Kwa nini tunaanza katika maandalizi ya kimwili kabla ya akili na roho? Anasema nabda'u bil-jism, tunaanza maandalizi ya kimwili li'annahu adatul ibada, kwa sababu mwili ndio wimbo ya mwanadamu ya kufanya ibada. Wala ta'atu bijasadi mut'ibun au faqidun lilghayr, na vile vile hakuna katika mema ambayo kwamba atapata yule mwenye mwili unaochoka katika kufanya nidhamu ya ibada. Na ukiangalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hata alienda kupiga msasa akisema al-mu'min qawiyyun khayrun wa ahabbu ila Allah min mu'min dha'if. Muumini ambaye kwamba akona nguvu, huyo anakuwa ni bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuliko yule ambaye kwamba ni dhaifu, kwa sababu sahihi kutokelezea wanaudhu billahi min dhalika mahali kumetumika. Wa kwanza ambao kwamba watakuwa ni wenye kusaidia ni wale watu au wale shababu ambaye kwamba ni mzee, ambaye kwamba ni mchanga, hawezi kutoa msaada kwa ule wakati. Na vile vile bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliposisitiza kusema kuwa al-mu'min qawiyyun, si kuwa yule ambaye kwamba anainua vyuma, si yule ambaye kwamba anajua kupigana, bali ni mu'min mwenye mwili ulokomaza ibada kiasi ya kwamba anaweza kusimama nusu saa na akainua mikono yake juu na kumwomba ya Rabb kwa usiku ule bila kutetemeka. Hivi ndivyo alivyokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mu'min qawi ni yule ambaye kwamba anaweza kusujudu na kusema subhana rabbiyal a'la layla, katika usiku, wakati sijida ile inaenda kula ala takriban 30. Mwanadamu anasujudu na kumwambia yeye Mwenyezi Mungu, nisamehe madhambi yangu, nilikosea sehemu ambayo kwamba mimi nilikuwa nafanya makosa, leo nakusujudia. Takriban nusu saa nzima jamaa hachoke katika sijida ile. Huyo ndio muumini qawi. Lakini jitizame, wakati umesimama waanza kukimbia kwenda huku na kule, kutizama hiki na kile, ukiendea katika rukuu mwanadamu anacheza, kwa sababu kiwiliwili kile akijazoea kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo katika istidadul jismi ni mwanadamu ajiandae kabla hajaingia katika tarawih zile, kabla hajaingia katika zile tahajjud, awe tayari ni hilo kuzuleka, umekuwa na mazoea ya ibada kama hizo. Idhan kaifa nuhayyi ajsadana, vipi tutakuwa ni wenye kujiandaa miili yetu na sauti, kwa sababu ibada kubwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibada ya funga. Sasa ni vipi miili yetu itakuwa ni yenye kuzoea ibada hii kabla haijafika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Bwana Mtume anasema, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idha akalna lam nashba. Bwana Mtume anasema sisi ni umma ambao kwamba hatuli mpaka tuwe na njaa. Wa idha akalna, na wakati tunakula, lam nashba, hatuli kushiba, bali tunakula kuondoa njaa. Ni hadithi ambayo kwamba inaleta filosofi kamili ya nidhamu ya chakula cha huyu mwanadamu ambaye kwamba yeye ako tayari kuingia katika ibada kubwa ya funga. Ndio utaona katika kiwiliwili chako, wakati umekuwa ni mwenye kufunga na ukainuka damu, ukala akla lamma, yani kula kupitiliza, ukiamka asubuhi wewe kwanza tofauti yake yule ambaye kwamba atainuka katika wakati wa damu imana wahtisaba, akiwa yeye anaamini kuwa mimi nainuka ni kama sunna ambayo kwamba inakuwa sunnatul muakkada, na akala tende 3 tu na maji, huyo saumu yake inakuwa nzuri katika maumbile ya mwili wake. Hii ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu hukuwa na nidhamu ya kula chakula kile, kwa sababu kitaenda kukupatia madhara wakati mwingine ikiwa wewe umekuwa ni mwenye. Sikiliza, min ahamu maalim al-i'dad al-jismi, katika kitu ambacho kwamba ni cha msingi sana wa kutunga mwili, tanzimu ta'am, ni kwa mwanadamu awe na programu ya chakula. Fal-iktharu min al-akli, yule ambaye kwamba anapitiliza kula kwake, yurithul kasal, huyu anakuwa na ugonjwa wa uvivu. Ukila sana unakuwa na ugonjwa wa uvivu. Ndio pale utaona watu wengine wanapitiliza katika iftari yao, wakati wakienda kusali tarawih wanapatikana kasal, uvivu. Wayataaqalu al-jasad 'an al-ibada, na hii mwili unakataa kuingia katika ibada, ruku'an, sujudan, i'tidalan, qira'atul Qur'an. Unaona wote unachoka wakati ukisoma sura ya kwanza, unachoka ukisoma peji moja umechoka, sababu umekula kupitiliza. Kwa hivyo kama mwanadamu
au kama shab, ni lazima uwe na nidhamu al-akl. Ikiwa wewe umekuwa tayari kuingia katika ibada, ni lazima yapatikane maandalizi ya kuingia katika ibada. Alma unsur asasi fi hifdhi sihhati al-jasad. Maji tunaokunywa yanakuwa ni element moja muhimu sana ambayo kwamba inaenda kuhifadhi siha ya mwili. Wakilatu tuaddi ila taab wa dhu'f al-tazkiya. Na vile vile upunguzi wa maji kunywa inaenda kukusababisha wewe kuwa na uchovu mkubwa, na vile vile kufikiria kwako inakuwa mchache. Na wakati umeingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, Bwana Mtume anasema tafakuru saa, yule yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kufikiria kwa mstari mmoja ni makhluqati la, yani ukawa wewe yuhasibu anfusak, unahesabu nafsi yako katika kufikiria yale maumbo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia. Afdalu al-raka. Bwana Mtume anasema kufikiria kwa mstari mmoja inakuwa bora zaidi kuliko kuswali swala za sunna. Kakafara kajisabu na sunna, ukamlilia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukaangalia makhluqati Allah, namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoumba wanyama, alipoumba mwanadamu, alipoumba maumbile ya watu wengine ambao kwamba sio kama sisi. Haya yote yanakupelekea kufanya ibada kubwa ambayo kwamba wewe itakuwa ni bora kuliko kuswali swala. Na hii itakupatia natija kuwa wakati umeingia katika ibada, wakati umeingia kufanya yale mema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni lazima ujitambue kuwa ufanye kidogo kilicho bora kuliko kufanya kingi ambacho kwamba sio bora. Kwa katika sura al-Mulk Mwenyezi Mungu anasema tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika amali zake zote yeye hatizami aktharu amala, anatizama ahsanu amala. Amali zilizo nzuri, zinazovutia, zinazonukia, sio amali nyingi zinazonuka, zinazokuwa zinakimbizwa. Afadhali kuswali raka mbili ambayo kwamba raka mbili ile unaiswali ahsana tayyiba, inaupendeza zaidi kuliko kuswali raka 20 ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala azipendeza. Kwa hivyo wakati unasoma Qur'an, si lazima uhitimisha msahafu mzima kwa haraka, ni bora usome nusu moja lakini kwa ahsanu amala. Ndio hapa utaenda kuwa kupata watu katika huu ulimwengu wanajitizama katika nafsi zao na kuziona hizi nafsi Mwenyezi Mungu ameenda kuwanyima neema ya uzuri. Yaani ukijitizama katika kioo huwa unajiangalia kasoro Mwenyezi Mungu aliyokupatia, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyokamilika. Na mara nyingine ukachukua pua yako ile wajiangalia kwa kioo, waijaribu kuisimamisha na kusema lao Mwenyezi Mungu angeliniumba pua namna hii, ukaenda kwa sikio ukasema masikio yako yametoka zaidi, lao Mwenyezi Mungu angelielekeza tu kidogo, yani wajaribu kukosoa. Hii mara nyingi inafanya ukiwa katika marhala fulani ya maisha yako. Siku moja alitokea jamaa wakati ameenda kuangalia na akajiona ni mbaya wa sura, mpaka anasema
Mwenyezi Mungu. Yaani katika watu wote ambao kwamba huu ulimwengu mzima ameenda kunipa nini sura mbaya na mnaikuwa nilifanyaje? Nitizama. Lakini katika huo mtaa kulikuwa kuna binti mrembo ambaye kwamba vijana wote wanamaliza wanamtaka, lakini kila mtu akaenda anapiga vita. Kila mtu akaenda. Siku hiyo huyo mvulana atatoka, wakati anatoka kwa njia akapambana na alipokuwa amepambana na ule binti akamwita assalamu alaykum, akajiangalia kwa mara mbili, hii salamu ni yangu au ni ya mwenzangu? Ukitangaza salamu ni yako, hii ni neema gani Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Yaani binti ambaye kwamba matajiri wanamfukuzia, leo alikuja kunivamia salamu akaitikia wa alaykum salam, baada hapo akamwambia twende tena ambaye twende, wakaelekea mpaka kwa Sonara. Sonara ni mtu au mfanyakazi anayetengeneza gete kufu. Akafika kwa Sonara, akiangalia huyu mwanamke leo ni vipi, paka kwa Sonara hiyo ambaye kwa Sonara. Akafika kwa Sonara na kumwambia kila siku na kuambia mtengenezee gete kichwa chake cha shetani. Humjui shetani, leo nimekuletea shetani. Yaani namna anapokuwa kuelekea elimu nzuri zaidi, yaani visijioni. Lakini akifika katika ule Sonara, akaambia Sonara, kila siku nakwambia wewe mtengezee pete kichwa chake cha shetani. Hamjui shetani, leo nimekuletea practical shetani. Kwa jamaa akasema subhanallah. Sasa hii inakupelekea kuwa mara nyingi hujitambui. Ikiwa wewe haukuwa tayari kujitambua, ndio ile bali insanu ala nafsihi basira. Kila mwanadamu ni lazima akae na ajitizame katika maisha yake, ni lazima akuna mchango kwa sababu ya kuleta hapa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ibada yote haitizami, inatizama uzuri ambao kwamba wewe unashika nao. Vile vile nilizungumza Uislamu kumalizia katika maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwanadamu kupangilia wakati wa kulala na katika zake. Utajiuliza ni kwa nini miezi mingine yoyote Waislamu hawalali sana kuliko mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ni kwa nini baadhi ya watu wa Ramadhani wanaingia wakiwa wanafanya ibada zaidi kuliko miezi mingine? Hili ni swali ambalo kwamba linakurudia kila siku wakati ukiingia katika mwezi mtukufu. Kila mwaka ukiingia unaona, na utabaki kuingia katika miezi kama hiyo wakati wewe hauwezi kuendelea, hauwezi kujua kitu gani ambacho kwamba unakiingia. Swali hili nitaliacha na nitalijibu katika Ijumaa ambayo kwamba itakayokuja. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wa sallam fiikum wa yuhibbu wa yarda innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in walhamdulillah.